naomba mniazime masikio yenu katika mambo matatu. Jambo la kwanza ni shukurani. Kwanza kabisa shukurani kwa wadau mbalimbali ambao wamesababisha jambo hili liendelee kuwa hai mpaka siku hii ya leo, waliojitolea michango yao ya mali. Kuna wengine wamejitolea nyakati zao au muda wao, wengine wametolea paka usafiri wao kwa ajili ya kulishughulikia jambo hili la kuhifadhi Qur'an. Allah wahifadhi kama walivyohifadhi kitabu chake kitukufu. Lakini pia ni washukuru majaji kwa kazi walioifanya tangu tarehe 7 mwezi huu tulionao watatu, tuko nao Iringa, wameacha familia zao. Allah walipe kila la kheri na awape badala kwa mapungufu yanayojitokeza baada ya kuacha familia zao. Lakini pia ni washukuru walimu wa madaris mbalimbali ambao wameleta vijana wao kwa ajili ya kushiriki mashindano haya. Allah walipe kila la kheri. Sivyo tu, lakini pia ni washukuru walezi na wazazi wa vijana hawa ambao tumewaona wakishuana katika kukihifadhi kitabu kitukufu cha Qur'an. Na pia ni vishukuru vyombo vya habari ambao tulikuwa navyo tangia mwanzo, kabla hata ya tarehe 7, kuanzia mwezi jana, yani mwezi uliopita. Tunawashukuru sana, na ambao mpaka sasa wanaendelea kurusha matangazo haya au tukio hili kutoka hapa katika viwanja vya Masjid Grand Hall mkoani Iringa, wakiwa Mahasin TV, Radio Qiblatain, Al-Aqsa Media, Swahili Neti na vyombo vingine vya habari ambavyo sijavitaja, vyote na vizingatia. Nishukuru pia kamati ya Qur'an ambao mimi wameniteua kuwa kiongozi wao kwa kazi kubwa walioifanya tangu mwaka jana ya maandalizi ya mashindano haya 12 ya mwaka huu 2026. Nawashukuru sana kamati ya Qur'an kwa juhudi mnazofanya. Allah kulipeni kila la kheri. Nishukuru pia vituo vyetu vya Daru Bilal na Fatima ambao wao wametupa fursa ya kuweza kuwapokea wageni wetu kutoka mikoa ya isiyokuwa ya Iringa na wilaya za Iringa, kwa maana nje ya Iringa. Wale wa kiume wanafikia pale Daru Fatima na Bilal, wanahudumiwa kila kitu, chakula mpaka leo asubuhi wameletwa hapa kwa gari. Nawashukuru sana, kuanzia viongozi wa juu sanjari na bodi ya kina mama ya Dhinurain. Pia Markaz Darur Rahma Igeleke ambao nao pia walichukua jukumu la kuwapokea wageni wetu wa kike kufikia katika vituo vya pale Igeleke kwa ajili ya kuwahudumia kila kitu, kuanzia malazi, chakula mpaka usafiri. Tunawashukuru sana. Allah kulipeni kila la kheri, kuanzia viongozi wa juu mpaka wale ambao wameshiriki kwa namna moja ama nyingine. Shukrani za pekee pia kwa umuhimu ziende pia kwa taasisi ya Dhinurain Islamic Foundation chini ya mwenyekiti wake Sheikh Said Hamad Abri, ambao ndio walezi hasa wa kamati hii ya Qur'an kati ya walezi wengi tulionao. Wengine tumewasikia hapa, shekhe wetu, kadhi wetu na wengineo, bila kumsahau katibu mtendaji Sheikh Shamsi Ilmi na pia mudiru dawa Sheikh Abdul Salam Ahmad Ayub. Wa kuwashukuru ni wengi. Naomba nikomee hapo kwenye shukurani kwenye nukta ya kwanza kati ya 3. Nukta ya pili nizungumzie kidogo mashindano kwa dakika 3 kama nitaweza. Mashindano ni ya 12 kwa kamati hii ambayo naiongoza kwa sasa, lakini yalianza muda mrefu zaidi ya miaka takriban 30
chini ya viongozi wetu, yakianza eneo dogo kabisa la Dhinnurain pale, baadaye kaongezeka Darul Ulum, kisha Najah. Leo tunazungumza ndani ya manispaa ya Iringa tuna madrasa takribani 15 zinazoshiriki, ukijumlisha za nje ya Iringa takribani madrasa 31 wetu. Isivyo bahati, baadhi yao mbele ya haki kwa ajili ya wazee wetu waliotangulia mbele ya haki, ambao ni sehemu ya uasisi wa haya majambo tunayoendelea nayo mpaka leo hii. Tulianza juzuu moja, mwaka huu tuko juzuu ya 30. Ni hatua kubwa tumepiga, lakini hii ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha hawa walioasisi jambo hili. Kwa hiyo naomba Sheikh wa wilaya, kabla ya jambo la mwisho jalimalizia, tuombe dua kwa ajili ya hawa watangulia mbele ya haki, kisha waliokuwa hai Allah aendelee kuwahifadhi na ajalie haya yawe katika mizani ya mema yao siku ya Kiyama.